Ule usemi waliosema Waswahili, mwenda sio mkaa na tembea uone, ndio ambao leo hii ninauthibitisha katika macho yangu. Nyuma yangu ni ujenzi ambao unaendelea katika eneo hili la kijiji cha Mtoni hapa kisiwani Unguja. Ujenzi huu wa kufukia bahari na kutumika kwa matumizi mengine tofauti na yale yalikuwa mwanzo awali. Na hapa niliposimama mwanzoni mwa mwaka huu kulikuwa na bahari, na sasa nimesimama hakuna bahari, nipo katika nchi kavu. Ufukiaji huu wa bahari unakadiriwa takriban hekari 20 zitakazokwenda kutoka nchi kavu mpaka kwenda kwenye bahari yenyewe. Uwekezaji mkubwa ambao umefanyika nchini Tanzania kwa mara ya kwanza kwa ufukiaji wa bahari. Hivi sasa hivi kuna miradi hapa inakwenda kwa sababu ya upungufu wa ardhi. Tumeanza sasa kufanya land reclamation. Tunaongeza ardhi kwa kupitia baharini kwa sababu ardhi yetu ndogo. Ardhi ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kisiwa kidogo kama Zanzibar, hakika ufukiaji huu wa bahari fursa mojawapo ya kuvitanua visiwa hivi na kupata ardhi inayojitosheleza. Je, wawekezaji wa mradi huu wanajivunia nini kufanikisha ndoto hii? Idea hii imetoka kwa mwenyewe chairman wa companies, managing director Mr. Said Salmaud Bakhresa, ndo alikuja na idea hii ya kureclaim sehemu kubwa ambao inafika kama 200 cubic meter. Tumereclaim, na sababu ya kureclaim, kwanza kunatengenezwa marina. Marina ni sehemu kama gati ambazo zitakuja kama yacht zile za kutoka nje, sailing boat, zitakuwa zina pahali pa kupaka. Lakini unajua binadamu lazima wanakuwa watu wanaweza kucreate vitu ambavyo vitaweza kuattract wananchi na wageni kutoka nje. Na mmoja katika ambazo attraction zitakazofanya kuwa attract wananchi, watoto ambao mambo yale bado hawajayaona, na hata wageni wote kuja wao katika Afrika, katika ufuo wa Afrika Mashariki hawajayaona, itakuwa ni tunajiproud kwamba tumeweza kufanya jambo hili kwa sababu ya nchi yetu, ambao itazidi kujulikana kilimwengu. Tutapata wageni wengi, na wageni watapokuja hapa watapoona maendeleo yaliyofanywa, yani maendeleo ya kileo, sio kama mambo yaliyopitwa na wakati. Kuna mambo ya kileo kabisa. Kwa hivyo watafurahi na wataweza kuitangaza Tanzania.